Mkutano unaendeshwaje? Mkutano unaendeshwa kwa kushirikiana na Umoja wa Makanisa. Of course sisi kama Injili ya Wokovu TV ni television ya kimtandao, tunamhubiri Kristo kwa njia ya kimtandao. Na hata huduma ambayo Mungu amenipa ina center mtandaoni zaidi. Kwa hiyo mimi nina huduma mtandaoni, lakini mimi nina kanisa na sali. Unanielewa lakini na huduma mtandaoni. Kwa hiyo mazingira hayo tumefanya organization na Umoja wa Makanisa pale Njombe, specifically katika eneo la Igima kama nilivyosema hapo awali. Na Umoja wa Makanisa wale wametupokea vizuri, wameratibu mkutano, tayari matangazo yameshaenda kule, kuna kwaya mbalimbali zimesema zitashiriki, tayari vikundi vimeanza mazoezi, ni mwezi mmoja sasa kabla, vikundi vimeanza mazoezi na uinjilisti tayari unakwenda, lakini modality ya mkutano utakavyokuwa, kwanza utakuwa wenye utukufu mkubwa sana na Kristo Yesu atasifiwa. Lakini pia kutakuwa na timu ya wainjilisti. Na napozungumza timu ya wainjilisti, not specifically watu wenye cheo cha uinjilisti, hapana. Ni yoyote aliyemkiri Yesu kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wanakwaya watakuwepo, waombaji watakuwepo na wainjilisti wenyewe na mimi mwenyewe nitakuwepo. Kwenye siku hizo za mkutano, kila asubuhi baada ya chai saa 4, watu watatawanyika kuingia nyumba kwa nyumba kumhubiri Kristo wakiwa na vipeperushi mkononi. Lakini pia kipeperushi unamwalika mtu kwenye mkutano, na kwa hiyo watu watasambaa. Tutatengeneza forum, vikundi vya watu 10, watu 10 tutakuwa na vikundi kama 5, watu 10, almost watu 50. Kwa hiyo kila kikundi kinaelekea huko, kinaelekea kule. Wanapoamka tu asubuhi baada ya hiyo kambi, watu watasambaa kwenda kwenye nyumba 1 to 1, yani kuhubiria watu kwenye nyumba na kuwakaribisha kwenye mkutano jioni, ili watu wapate kumsikia Yesu anasemaje juu ya maisha yao. Lakini pia Umoja wa Makanisa uliotupokea ndio utatupa hifadhi, utatupa watendakazi, utatupa facility mbalimbali na utatusupport katika material things, kwa maana ya vibali vya mkutano na maeneo ya kulala. Watu mbalimbali na watumishi tofauti kama waimbaji na watu mbalimbali ambao wanamtumikia Mungu kwa nyakati tofauti wamekuwa wakitoka mikoani kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudumu. Lakini wewe unatoka Dar es Salaam kwenda kuhudumu kwenye mikoa ya tofauti. Yes. Nini ambacho kimekusukuma hasa? Kwanza hakuna mtu anayejipeleka kuhubiri isipokuwa amepelekwa. Ndio maana ndiko linasema waendaji wasipopelekwa, yani lazima upelekwe. Kwa hiyo anayetoka mkoani kuja Dar es Salaam ameletwa. Kwa kila mtu ana mission yake. Kuna mwingine tunaongea na wewe sasa hivi yuko Sumanjiro. Mwingine tunaongea na wewe sasa hivi yuko vijijini, sijui Lupembe huko, kama unaenda Songea. Yuko vijijini sana, ni mtumishi. Kule alipo hawezi kutoboa, ni mpaka aje Arusha. Kuna mwingine kule alipo hawezi kutoboa mpaka aje Dar es Salaam. Lakini kuna mwingine yuko Dar es Salaam anapiga mark time. Pale alipo atoboi mpaka aende mahala fulani. Kwa nini? Kwa sababu success is geographically. Inaelekea umeitiwa wapi. Unaona kwenye Biblia kwa mfano Yohana Mbatizaji alikuwa na upako wa nyikani. Yohana alikuwa na upako wa polini. Once alipokuja mjini alikamatwa akafungwa gerezani kakatwa kichwa. Kwa hiyo kuna mwingine success is geographically, sometimes not all the times. Sometimes success is geographically. Kwa hiyo kuna mwingine kufanikiwa kwako ni lazima uhame eneo. Sasa mimi naposema hivi natoka Dar es Salaam kwenda mkoani, haimaanishi kwamba ziara zangu ni mkoani tu, no. Huwa hata Dar es Salaam na hudumu mahala na mahala. Lakini nakwenda sababu ya wito niliopewa. Mimi ni mwalimu wa neno la uzima. Sio tu mwalimu kwa maana ya kujiita, ni mwalimu by professional, niliyesomea ualimu kwa miaka 3 chuoni. Unanielewa? Lakini ninapozungumza kwa habari ya Mungu kunipeleka, maana yake kuna mahala Mungu ananipeleka, sio kama mimi nataka. Napata msukumo, napata wito, nenda Njombe, na kwenda naisikia sauti. Kwa hiyo kila mmoja na kule ambako Mungu anakusudia kumpeleka. Ni hivyo. Mawasiliano ili watu wanaotaka kukutafuta kwa shida mbalimbali pamoja na kusupport mkutano bila kusahau charity. Wow. Kwanza neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii kwa kusema mawasiliano na watu ambao mnanisikiliza popote pale ndani ya Tanzania ama nje ya Tanzania. Wewe utakayeguswa na ziara hii ya kwenda kwa wahitaji, wewe utakayeguswa na ziara hii ya kwenda gerezani kuwatazama wafungwa, naomba nisome kitabu cha Biblia takatifu, kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 25 mstari wa 35, nisome na 36. Biblia inasema hivi: kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Haka ndio kaneno haka.
natembea nako kwenye mazingira haya ya ziara hizi za wahitaji. Anasema nalikuwa kifungoni mkanijia. Kumjia mtu aliyekuwa kifungoni ni faraja kubwa sana mbele za Bwana. Niongee kitu kama ushuhuda ili mtu huyu aone umuhimu sana kufanya mambo haya. Mungu aliwahi kunituma Dodoma, katika gereza la Dodoma pale, bila shaka linaitwa Isanga Dodoma. Niliwahi kwenda Dodoma kwa ajili ya shughuli hizi za charity. Nimekwenda Dodoma kwenye gereza la wafungwa, nikaonana na wafungwa, nikapewa mfungwa mmoja ambaye ni askofu. Alikuwa ni askofu amefungwa gerezani. Siwezi kumtaja jina kwa sababu ya mambo ya lakini na imani watu tutakuwa namfahamu. Na kama nasikia interview hii atafahamu kwa sababu ananikumbuka na mimi lazima namkumbuka. Nilipofika pale nikakutana na mfungwa yule. Akaniambia, kijana, unafanya hii shughuli, Mungu amekuinua kufanya hivi mapema sana. Mungu akuweke siku nyingi ufanye hivi uwafikie wengi. Yule askofu akaniambia jina lake, tukazungumza pale, akanipa mstari wa Biblia. Alikuwa ni mfungwa, yuko ndani ya chemba, mimi niko nje, haturuhusiwi kuwashika hata mkono, hata kuwasogelea. Katikati kuna fensi nzito sana imetutenga pale, lakini kuna askari pia wameimarisha ulinzi. Nilipokuwa nazungumza naye, yule mfungwa akaniombea, aliniombea of course. Nilipiga magoti akaniombea. Gerezani akaniombea, kwa sababu kuwa mfungwa akuondoi kwamba yeye ni askofu. Unaelewa? Yusufu alikuwa gerezani, lakini hakuja uondoa upako wa Mungu juu yake. Wakati mwingine kuna watu wanapita gerezani, ni njia za kwenda kwenye hatima zao. Sasa nilipoenda nikamtia moyo, tukawapelekea zawadi, akafurahi sana. Baada ya muda mchache kuna msamaha ulipita pale, wafungwa akaruhusiwa kutoka. Yule bwana akatoka, ni askofu. Unaweza ukawaza sasa, alipotoka akinikumbuka mimi niliyemfuata akiwa kifungoni, ananitazamaje? Kwa hiyo unaposhiriki jambo hili, maana yake unamgusa Mungu moja kwa moja kwa watu waliokuwa gerezani. Pointi moja ambayo naomba mtoto wa Mungu anayenifuatilia mtandaoni asikilize. Mtu kufungwa gerezani inaweza ikawa ndio njia ya kwenda kwenye hatima yake, kwa sababu sio kila aliyefungwa gerezani amekosea kama ilivyodhaniwa. Na kuna mwingine amefungwa mahabusu, wengine gerezani. Kuna mwingine yuko pale kama kufundishwa, anajaribu kutengenezwa tabia, kwa sababu tabia inakuwa shaped kwenye ulimwengu wa mwili, yani mwilini unakuwa shaped kabisa. Ndio maana kuna somo moja kwenye psychology tulisoma kwa habari ya childhood psychology. Kuna kipengele kinaitwa behavior modification. Unaimodify behavior ya mtu spiritually kwa kumpa adhabu au kwa kumpa kazi. Kwa hiyo kuna mwingine sasa hivi yuko Lupango, yuko Selo, yuko gerezani, amefungwa miaka 2, miaka 3, miaka 4. Mtu huyu sio kwamba ndio maisha yake yameishia pale, no. Ana hatima kubwa ambayo Mungu amempa. Ndio maana kuna mwingine yuko gerezani lakini bado anaota ndoto, anahubiri. Unanielewa maneno hayo? Kwa hiyo kuwa gerezani haimaanishi kwamba ndio it's over, hapana. Gerezani ni njia ya kupita kwenda kwenye hatima. Kwa hiyo kuna watu wako gerezani, tunapokwenda kuwashika mkono kwa zawadi, kuwapa sabuni, kuwapa nyembe za kunyolea nywele, ndevu na vitu vingine, kuwapa mafuta kupaka wapendeze, kuwapa kanda mbili, kuwapa vitu kadha wa kadha, kwa mfano gereza la kike, kuwapa mataulo ya kike. Tunapowapelekea vitu vile, maana yake inawezekana, hatujui, yule tunayempelekea anapokea na kwenda kutumia. Mungu kwenye ulimwengu wa roho anamtazama kama ni mtumishi wake ajaye mkubwa sana, anamtazama kama ni askofu wake. Kwa hiyo unapompelekea zawadi, kimsingi unampa askofu wa miaka 15 ijayo. Nanielewa sasa? Kwa hiyo unaugusa moyo wa Mungu in a direct way. Sababu hiyo mimi naomba watoto wa Mungu mlioko mtandaoni, shiriki charity hii kwa sadaka yako, ambazo kwa namba za simu nizitaje kama unaniruhusu. Kwa namba ya M-Pesa ni 0755 103 405, 0755 103 405. Lakini kwa namba ya Mix by Yas ambayo hapo zamani iliitwa Tigo ni 0716 634416, 0716 634416. Lakini pia kuna watu wanafanya transaction kutokea benki, hawana Matigo Pesa, hayo wanafanya mobile banking kwa akaunti ya CRDB. CRDB ni 0152 86 96 47 100, 0152 86 96 47 100. Lakini pia kwa benki ya National Microfinance Bank, yani NMB, NMB namba 25
11 00 23 663 25 11 00 23663. Namba hizo zote zina majina yangu mimi, Mwalimu Aaron Ulaya, na imefanywa hivyo ili kuondoa sintofahamu, ili kusynchronize sadaka zote kwenye eneo moja, na baadaye tufanye kitu ambacho kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Neema na amani ziwe nanyi watu wataua na wachaji wa Mungu. Amen, nikushukuru sana. Mungu abariki sana. Mwalimu Aaron Ulaya ni mwalimu na mmisionari.